vipi? Mimi naitwa Victoria. Kama unavyofahamu, watu wengi sana wakiwa wanaenda kwenye hafla maalum au sherehe au nini, unakuta wanapendelea sana kuvaa suti na wengi hawafahamu je, ni namna gani sahihi ya kuvaa suti ambayo ukiona hivi juu mpaka chini unasema kweli hii ni suti. Ungana nami twende tukawasikia wadau wazungumze mambo gani ambayo wao wanayazingatia hasa kwenye vazi la suti. Lakini pia kupitia Mwanaspoti tumekuandikia, je, ni namna gani unaweza kuvaa vazi la suti kwa usahihi? Mambo gani ya kuyazingatia? Twenzetu. Kwa mambo poa kabisa. Mimi nakuona from Monday to Sunday unavaa suti. Vitu gani hasa unavizingatia kwenye suti? Kwenye suti nazingatia mambo kadhaa. Kwanza rangi ya suti. Rangi ni kitu cha muhimu sana katika vazi la suti kwa sababu kila rangi ina maana yake kitaalamu. Mara nyingi suti nyeusi au dark blue ni rangi ambayo ni ya kiofisi. Mara nyingi ukinikuta kwenye mazingira ya kiofisi, mara nyingi nitavaa suti za rangi hizo. Lakini si rahisi kukuta mazingira ya kiofisi nivae labda suti nyekundu au ya njano. Hizo ni suti za luxury na mambo mengine. Lakini jambo jingine pia ni uwiano wa suti na mavazi mengine kama viatu. Ni mambo ya msingi ambayo nazingatia. Mara nyingi suti nyeusi inapendeza kwenye viatu vyeusi. Na sheria nyingine ya suti ili iende vizuri, mkanda lazima ufanane na viatu. Huwezi kuvaa viatu vyekundu na mkanda mweusi, au kuvaa mkanda mwekundu alafu viatu vyeupe. Haipendezi. Kwa mtu anayejua suti anakushangaa kidogo. Lakini pia suti na raba, it's not official. Haiwi kiofisi. Hiyo inakuwa sasa ni casual style fulani ya kijanja tu. Sasa mazingira mara nyingi suti mimi nazivaa kiofisi. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi utanikuta niko full. Si rahisi kunikuta na raba mguuni halafu huko nimevaa suti. Asante. Poa poa. Mambo gani unazingatia kwenye suti? Kuna mtu amevaa anasema hii imenivutia, hii haijanivutia. Mimi napenda suti ambayo haiburuzi. Suti fulani hivi, yana kivaa unaona socks kwa mbali. Lakini pia rangi. Napenda mtu akivaa rangi nyeusi. Kuna ile nini gray. Yes. Alafu shati la ndani akilivaa lisitofautiane sana na tai atakayokuwa amepiga. Alafu pia hayo mwanaume fulani hivi mrefu, yaani warefu ndio wanapendezana sana kwenye suti. Wafupi? Wafupi achane na suti. Achane na suti kwa kweli, ila akiwa mrefu kanyoka huwa suti inampendeza sana. Alafu suti ya njano amekuwa Eliudi. Hizo na rangi fulani hivi kama hii pinki ulovaa inaitwaje sijui. Akipigia hii afa akipigia na tai nyekundu ndani. Waga napenda na shati jeupe. Unaweza kumsalimia. Naweza kumsalimia, naweza nikamuita baba mkwe. Gani unazingatia kwenye vazi la suti? Moja ni kiatu. Kiatu kiwe chenyewe. Kwa kweli siwezi kuvaa suti kama ambavyo wanasema ni modern suti. Vijana wanavaa suti na raba. Mimi sio mtu wa namna hiyo. Mimi nikipiga suti napiga na kiatu kweli. Kitu cha pili nazingatia ni aina ya shati ninalovalia ndani ya suti. Kwa kweli siwezi kuvaa suti na shati fulani hivi mpeche. No. Lazima liwe shati kweli. Kitu kingine, mimi sio muumini wa suti na tai. So napiga suti shati, alafu napiga na kiatu safi bila tai. Yaani tai ile ina nini? Kwa sababu ni mara chache sana mimi zile protocol za kidiplomasia kuzingatia eti nikisimama sio nifunge kifungo. Mimi huwa naacha kifungo wazi hapa. Sasa ukizingatia na tumbo kubwa hiki sio kitambi. Kwa kweli ni tumbo. Kwa hiyo ndio vitu hasa huwa ninazingatia. Na suti yenyewe kwa kweli. Kuna suti na suti. Gani ambayo unazingatia kwenye suti? Swali lako la mtego limenichekesha. Kwenye suti mimi napenda kama navaa mimi ni fit. Na sio mimi tu, hata mtu mwingine napenda kumuona fit, suti yake akivaa imemfit. Unajua kuna wale wanavaa suti kubwa mikono huku inaning'inia. Hicho kitu mimi sipendi. Mimi napenda mtu avae suti imfit. Kama unavaa na tai basi iwe tai
fulani hivi ambayo inaendana, sio unavaa tai inaning'inia mpaka huku chini, ama unavaa tai, unajua kufunga tai inatakiwa kufungia hapa, unafunga tai mtu anakuja anafungia hapa. Kwa vile vitu sivipendi. Mimi napenda mtu avae suti ikae mfiti, yani ya kwake, sio kwa wazima. Vazi la suti zamani lilikuwa linaonekana ni vazi la kiofisi, kwa maofisa ndio walikuwa wanavaa, na kwa sasa, lakini kadiri mambo ya designing na mambo ya fashion yanavyokwenda, vazi la suti limekuwa sasa linavaliwa kwa namna mbalimbali. Zingatia mimi kwenye vazi la suti ni kwanza nazingatia nakwenda kwenye tukio gani. Kuna na suti za namna mbalimbali, na suti ambayo naweza nikavaa kwenda kwa ajili ya mikutano, na suti ambayo naweza nikavaa kwenda kwa ajili ya sherehe ambayo inakuwa na marembo kidogo, lakini kuna suti zingine naweza nikavaa kwa ajili ya kuzungukia tu. Suti hiyo inaweza ikawa sio suti pase, lakini ni koti nikachangana na suruali nyingine, kama hata jinzi nikavaa kwa ajili ya kutoka tu kwenda kwenye matembezi ya kawaida ambao inakuwa sio official sana, au wakati mwingine nategemea kwamba uko kwenye hali ya hewa ya namna gani. Basi hayo ndio mambo ambayo ya msingi ninazingatia. Ni ambayo unayazingatia kwenye suti? Actually mimi napenda mtu akiwa amevaa suti. Sitamani yani amevaa suti afa anavaa na socks, sipendi, kwa sababu napenda mtu aonekane kama gentleman, yani kuna namna fulani anavaa kiatu fulani kikali hivi, alafu sio lazima avae socks, lakini anaonekana classic. Hiyo ni vitu ambavyo napenda. Pia sipendi sana mtu avae suti afu kakaza tai kiasi kwamba paka anashindwa hata kupumua vizuri, yani mwenyewe tu anakuwa haiko comfortable. Ukiachana na hiyo, pia sipendi pia mtu anayevaa suti ambapo koti sehemu ya mabega inakuwa kama imebaki nyama fulani, natakiwa imtaiti fulani iwe imekaa vizuri. Mshua, mambo safi, inakuaje? Vitu gani ambavyo unavizingatia sana kwenye vazi la suti? Kwanza suti nimeanza kuvaa hivi karibuni, lakini na vitu vyangu ambavyo huwa navifuatilia sana kabla ya kununua suti. Cha kwanza rangi. Yaani kuna rangi ambayo mimi kwenye suti siwezi kununua. Nanunua suti ambayo naweza nikavaa sehemu yoyote na kwenye event yoyote. Mara nyingi suti nyeusi, blue fulani hivi inavuta zaidi, lakini ukiniambia sui koti sui la maziwa au koti linang'ang'a, unless wewe ni kwenye harusi na unasimamia ile sherehe yenyewe. Lakini kingine ufiti wa ile suti yenyewe unakuaje? Sio koti kubwa sana, sio suruali ndefu sana. Naelewa bwana, kwa sababu inategemea na wewe mwenyewe unavyotaka, lakini mara nyingi mimi naona kiangalia mtu ili upendeze vizuri, suti inatakiwa ikukae, yani lisiwe koti kubwa, yani kuna ni. Kwa hivyo ni vitu ambavyo mimi navitazama, lakini pia navaa suti naenda wapi. Umeshanielewa vizuri? Yani siwezi kuvaa tu suti kila sehemu, yani unatoka sasa hivi washikaji wangu bwana njoo sehemu fulani ni mnaenda kupiga tu story na mnakaa kama washikaji mnaongea, mnabadilishana mawazo, afu umevaa suti, afu washikaji wampiga pensi swi na nini. Lazima uangalie mazingira ambao unaenda ukiwa umevaa suti. Umeelewa ndugu yangu? Mimi wakati mwingine sipendi sana, napenda kuchanganya. Kwa nini nikavaa suruali hii afu nikavaa koti hili, hiyo ambayo mnasema ni casual, ndio? Kwa naweza nikapiga hivyo, lakini kubwa suti iwe imepoa. Suti iwe imepoa, isiwe na mambo mengi, isiwe na complication. Yani isimfanye kila mtu awe attention kukuangalia kwenye suti. Lakini mara wakati mwingine mimi nafungua vifungo, ingawa mnasema ufunge kifungo kimoja. Poa. Mambo gani ambayo unazingatia kwenye vazi la suti? Yani ukiwa unasema leo nataka nitoke bwana, afu nivae suti, unazingatia nini? Kwanza nazingatia kwamba napoelekea ni wapi, kutokana na event yenyewe. Naangalia pia mazingira nayoenda, alafu pia nazingatia kala ya suti pamoja na kiatu.